Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika muendelezo wa matukio ili nikuhabarishe taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. It is so sad. Kuna habari mbaya kuhusu Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM, pia ni seneta katika kaunti ya Nairobi. Habari hizi zimeweza kutetemesha ardhi ya Kenya mzima, huku vijana wa Gen Z wakiachwa vinywa wazi. Edwin Sifuna leo ameweza kuaibishwa bakubwa. Siku ya Jumamosi tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 kulikuwa na mazishi ya mwendazaka ambaye ni babake aliyekuwa gavana katika kaunti ya Bungoma, Wycliffe Wangamati. Babaka alikuwa anazikwa siku ya Jumamosi, mazishi ambayo yaliwaleta pamoja viongozi mbalimbali wa magharibi mwa Kenya kwa ujumla. Sasa Edwin Sifuna aliweza kuvamiwa mchana peupe. Kuvamiwa kwake ni kwa kuonyeshwa aibu kubwa. Kivipi? Kuna mbunge ambaye ni mbunge wa Kimilili, anaitwa Dismas Barasa. Alikabidhiwa kipaza sauti kuzungumzia waombolezaji. Yeye akazungumza. Unajua nowadays Edwin Sifuna ni mtu mkubwa, anakalishwa pale, yeye ndiye anafunga mkutano. Anaongea baada ya viongozi hao wengine ambao hawana wafuasi wengi. Sasa mbunge huyu wa Kimilili akazungumza. Wakati alimaliza, aibu iliweza kutanda. Sifuna bado hakuwa amezungumza. Na siasa za mbunge huyu mumeziona mara nyingi. Alipomaliza kuongea akaondoka kwa mkutano, kwa mazishi. Alipoondoka watu wote wakamfuata, waombolezaji wakamfuata, waenda kupewa 200 ya kawaida. Aibu ikatanda kwa Edwin Sifuna, watu wakaisha kwa mkutano, akaenda na watu. Walisalia wachache tu, wala ambao those who are not interested na 200 ya Barasa. Sifuna aliposimama kuzungumza aliweza kumvamia naye pia, huku akitoa mzomo mkali hivi. Nataka tusikize. Msiwe na wasiwasi, huyu ndugu yetu Mheshimiwa Didmas mmemzoea. Hii vipindi tumezoea. Mimi nimekuwa kwa siasa miaka mingi. Ati wakati Sifuna anasimama kuongea, yeye anatoka anaenda kupangisha watu line wa kule 200. Hii ndio siasa tunataka tuwache nyuma katika taifa hili letu la Kenya. Wakati ambapo kura muhimu zinakuja mbele ya bunge ya kuwekelea ushuru kwa wananchi, anawaumiza nyinyi. Yeye anapiga yes, alafu anaingia KCB Bank ya Bungoma anachukua 200 anakuja naye kwa matanga ati agawe nyinyi. Kwani nyinyi ni wajinga namna gani? Sauti hiyo ni ya Edwin Sifuna. Umesikiza vile aliweza kuzungumza. Kwa hivyo hii ni habari mbaya. Watu wakaondoka Edwin Sifuna ili asije akawaongelesha. Vijana wa Gen Z hawakuamini. Wale waliomfuata mbunge huyu walienda kukabidhiwa kitu kidogo vile amewazoesha. Ni siku gani tutafikisha siasa za kitu kidogo mwisho katika taifa la Kenya? Ndio tunakubaliana gharama ya juu ya maisha imehatarisha maisha ya Wakenya wa kawaida, hadi wanalazimika kukimbilia shilingi 100, 200, 300, 400, 500 ambazo hutolewa na baadhi ya wanasiasa humu nchini. Masuala muhimu bado kushughulikiwa vile kuna stahili. Bei ya mafuta, petroli ikapandishwa mwezi huu ni shilingi 214, dizeli 232,
mafuta taa 190 kwa lita. Wakenya wanapitia changamoto za hapa na pale, nauli ikapandishwa, lakini tunazidi kuwapigia makofi wabunge hao ambao wanastahili kuhakikisha kwamba gharama ya juu ya maisha imeshughulikiwa vilivyo. Na wakati mazishi yanaendelea, lazima heshima idumishwe. Unajua, sometimes tunakosea familia zile ambazo zinaomboleza ama zimepoteza wenzao. Wewe umekabidhiwa kipaza sauti, umezungumza, watu wametulia kabisa. Ndio, kuna uwezekano unapendwa na watu. Lakini je, hawa ambao ulizungumzia, viongozi walikuwa pale, walikuwa wametulia. Mbona usitulie, mkutano uishe, ndio uondoke na watu wote vile unataka? That is where we are at the moment when it comes to politics. Sifuna atakinukisha naye kesho, siku ya Jumapili tarehe 31, anaenda Masaku kule Ukambani na kikosi chake kizima cha Linda Mwananchi. Akina Gavana James Orengo ambao waliweza kuvamiwa na wakora watahudhuria mkutano huo. Caleb Hamisi watakuwa pale, Godfrey Ososi watakuwa pale, Richard Onyonka watakuwa pale, kuonyesha vumbi kwamba nao pia wanapendwa. Ni vile tu wao wanapendwa. Unajua, organic crowd inafika kwa mikutano yao, sio kulipwa kitu kidogo na kusambaza t-shirt ambazo zimechapishwa zijui nini. Wao wanaenda vile wapo, hamna sare rasmi za mikutano yao. Organic crowd attend Linda Mwananchi functions or other gatherings. Hawalipwi, wanaenda. Kesho Jumapili tutakuwa papa hapa kuwaonyesha picha halisi kutoka Masaku Ukambani, vile watatesa anga. Siasa za kulipa kitu kidogo ndizo zimeweza kusababisha viongozi wala ambao wanastahili kuchaguliwa, ambao wako na damu ya uongozi, kutochaguliwa. So when you have cash, when you are affluent enough, you can be voted in. But when you have nothing, nobody is interested to vote for you. That is where we are. So we need to change our politics if at all we are interested to transform this country, Kenya. Tukatae mambo ya kulipwa kitu kidogo. What do you think? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe, sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye.